Sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake na waliowafuata kwa wema. Na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba tujalie ni miongoni mwa wenye kufuata mienendo yao mpaka siku ya Kiyama tufufuliwe pamoja na wao, tukiwa katika siku tukufu, siku kubwa, Idi yetu ambayo kwamba ni Waislamu, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ni bora kwenye wiki, na kwa hikma yake akaweka siku hii ndio iwe ni siku ya kukumbushana, siku ya ibada kubwa kama hii. Na miongoni ambao kwamba ni muhimu kukumbushana ni mambo ambayo kwamba yatatufanya sisi tufanikiwe duniani na akhera. Mara nyingi waweza ukaona watu wako aina tofauti tofauti. Waweza ukaona mtu ambaye kwamba wewe kwa mtazamo wako ukamwona amefanikiwa, lakini kiuhakika bado hajafanikiwa. Na waweza ukamwona mtu wewe kwa mtazamo wako amefanikiwa, na kiuhakika ni kweli amefanikiwa. Na waweza ukaona mtu ambaye kwamba amefeli ama ameharibikiwa, kwa mtazamo wako ikawa ima ni sawa ama ni makosa kama yule wa kwanza. Uhakika wa mafanikio ni gani? Na ni nani mtu ambaye kwamba amefanikiwa? Kisha siri ya mtu kufanikiwa ni nini? Kila mmoja anafukuza ama anaendea mbio kitu ambacho kwamba kinaitwa as-saada, kusuhudika, furaha. Na kila mtu ana fikra yake na maoni yake, hii furaha mimi nitaipata wapi? Kwa hivyo pale atakapoipata ile furaha kwa fikra yake, ndio anapaendea mbio yeye. Kuna yule ambaye kwamba ana dhana ya kuwa furaha iko katika mali, kwa hivyo ataendea mbio mali, si kwa malengo ya mali, bali mali ni nini? Wasila wa kumfikisha yeye kwenye furaha. Kuna yule ambaye kwamba ana fikra ya kuwa furaha iko kwenye cheo, kwa hivyo ataendea mbio cheo, si kwa malengo ya cheo, bali wasila yake aona ya kumfikisha kwenye furaha ni nini? Ni cheo. Kuna yule ambaye kwamba aona furaha yake iko kwenye umaarufu, kwa hivyo atafanya lolote na la maana la lisokuwa la maana, ili tu awe nini? Famous, awe maarufu, ndio aipate ile furaha yake anaodhania iko kwenye ule umaarufu. Wa hakadha, na mifano ni mingi. Kuna yule anaona furaha kwenye maasi, kuna yule anaona furaha kwenye uraibu, kuna yule anaona furaha kwenye starehe hizi na zile. Kuna na wale ambao kwamba waona furaha ni kwenye ibada na kushikamana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila ambaye kwamba yuaenda mbio kwenye hii dunia, yuaendea mbio kitu ambacho kwamba yeye kwa itikadi yake ndicho kitakachompa furaha, ndicho kitakachompatia mafanikio. Lakini siri ya haya mafanikio, uhakika yako wapi? Ni nani ambaye kwamba anao furaha ya kikweli kweli? Ni nani ambaye kwamba amefaulu kikweli? Bila shaka lau tutabakia sisi kwa sisi binadamu kuzungumza, utabakia ni mjadala mrefu ambao kwamba hauishi, wala ni kesi kubwa ambayo kwamba haina hakimu. Kwa sababu gani? Kama nilivyosema, kila mtu ana nini? Maoni yake, na huwezi kumkanushia mtu msimamo wake kwa ajili ya msimamo wako. Atakwambia kama wewe ulivyo na akili ukafikiria, na mimi pia nina akili yangu nimefikiria. Kama wewe ulivyosoma, na mimi pia nimesoma. Kama ulivyoona experience, na mimi pia niko na
experience yangu. Sasa vipi niache msimamo wangu nifuate wako? Hata kama wewe wajiona kwenye mafanikio na mimi pia najiona kwenye mafanikio. Kwa hivyo lau tutabakia ni sisi binadamu, twazungumza, twajadiliana, twalazimishana, kila mtu kumwonyesha ya kuwa mafanikio ni haya ambayo nao mimi sio na wewe, itakuwa ni kitu ambacho kwamba hakipati mtazamo wala mwelekeo. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni turudi kwa aliyemuumba binadamu. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Mulk atuambia nini? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kwani Mwenyezi Mungu hamjui aliyemuumba? Ala ya'lamu man khalaq, yeye ndo amemuumba kisha asimjue? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Mwenyezi Mungu ni latif, Mwenyezi Mungu ni khabir, anajua, ana undani wa mambo yote ya yule binadamu. Kwa hivyo huwezi wewe ukaeleza kitu ama ukajua zaidi ya nani? Aliyemuumba. Sisi sote tunalazimika tufanye nini? Tusarenda kwa Mwenyezi Mungu. Bana, sisi hatujui, ya Rabbi wewe tujulishe, kwa sababu wewe ndio umetuumba. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujua wewe zaidi ya wewe unavyojijua nafsi yako. Mwenyezi Mungu anakujua wewe zaidi ya wewe unavyojua nafsi yako. Angalia tu mifano kiduniani, mtu akitengeneza kitu chochote, sawa, huwa tumsikiliza yeye kuhusu kile kitu, kufanya maoni yako mwenyewe. Sasa hivi tu wewe ukinunua TV ama simu ama gari ama mashini yoyote ambayo kwamba ni geni kwako, kitu cha kwanza ufanya nini? Watafuta manual yake, karatasi ile ya maelekezo, yatumiwa vipi, yahifadhiwa vipi, yaekwa chaji vipi, na usipoifuata yaharibika ile mashini. Ama sio hivyo? Utaona mashini zingine zimeandikwa hii ni kabla hujatumia iweke kwenye chaji masaa 8. Ukipunguza yale masaa ama usipoweka kabisa, uweza ukatumia mara moja ndio kuisha. Ama ukatumia lakini ikawa ina matatizo kila siku. Kwa sababu gani? Ukufuata maelekezo. Simu tu ni yako, ni milki yako, umenunua na pesa yako, lakini lazima ufuate sheria zake. Umeandikiwa kwenye kile kitabu chake, usiweke kwenye maji. Chaji yake ni aina fulani, mahali pa chaji ni mahali fulani, skrini ifanye hivi, kila kitu umeelezewa pale. Wewe ukasema bana, simu si yangu, pesa ni yangu, nitafanya vile nataka, nitaiosha na maji na sabuni mimi. Mwenyewe ameitengeza, amekwambia hiyo ukiweka maji kwisha. Si yangu mwenyewe. Ukifanya ndio kwisha. Kwa hivyo utaona katika mifano yetu ya kiduniani twafuata yule ambaye ametengeneza kile kitu ndio tuweze kunufaika nacho, na ndiye anayekijua ameweka nini na nini, amekiwekea vitu gani na gani. Sasa je, sisi wenyewe tumetengenezwa na nani? Kwa hivyo twastahiki jambo lolote turudi kwake, atuelezee kama alivyotuumba, mafanikio yetu ametuikia wapi? Yeye ndo ametuumba, yeye ndo ametuprogram kwa lugha za sasa. System yetu ni yeye ndo ameiweka. Yeye ndio ametengeneza software yetu na hardware yetu zote. Hakuna mtu ambaye kwamba ni mwingine ameshirikiana na yeye ambaye aweza kukuelekeza maelekezo ambayo yeye hakuyaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo turudi kwake. Ya Rabbi, sisi tumekuja duniani, umetuleta kwa malengo gani? Umetuambia umetuleta malengo gani? Mafanikio yetu tutayapata vipi? Kila kitu kiko kwenye Al-Qur'anul Karim na ametuelezea. Sasa pale binadamu anapoacha maelekezo ya Mungu, ima hamjui Mungu ama amemsahau. Nasullaha fanasiyahum wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum. Kuna watu wamemsahau Mungu na Mungu akawasauzisha nafsi zao wenyewe. Kusauzishwa nafsi yako ni
hujui imeumbwa na nani wala maelekezo yake yako wapi. Wachukua maelekezo kwingine, ima kwenye fikra yako ama kwa watu wengine ama kwa maelekezo ya ambayo kwamba sio waliokuumba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona katika wahi ambao kwamba ameteremsha, ameeleza ya kuwa siri ya mafanikio yetu yamejificha ama yamejiweka katika mambo matatu kamili, na haya yote utayapata kwenye Al-Qur'anul Karim na kwenye hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yeye ameambiwa na Mungu waambie hawa mafanikio yao yako kwenye hili na hili na hili. Jambo la kwanza kabisa, na hilo ndio kubwa, bali hilo ndio litazana mawili mingine yanayofuata, hilo ndio la msingi, ni at-taalluq billahi subhanahu wa ta'ala, ta'ziz at-taalluq billah, kutia nguvu mafungamano yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kuweka nguvu mafungamano yako na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Labda utashangaa, kwani mimi sina mafungamano? Sijakwambia uweke mafungamano, weka nguvu kwenye yale mafungamano yako na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mafungamano yako kuwa na nguvu na Mwenyezi Mungu ni kiwango gani? Ama wale waliokuwa na mafungamano makubwa na Mwenyezi Mungu wana nini? Wana vitu viwili, wana almaarifa na almahabba. Wana almaarifa, wanamjua Mungu kwa undani, kiwango ambacho kwamba sio kila mmoja vile anavyomjua Mungu, na wana almahabba, Mwenyezi Mungu yuwapenda mapenzi ambayo ni special, sio ya wengine. Ukipata hivi vitu viwili, almaarifa alkhassa walmahabba alkhaliswa kwa Mwenyezi Mungu, wewe taalluqi yako na Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Na utaipata kwenye Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu asema nini? Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ameitoa, anaifanya mema, iwe ni mwanamume au ni mwanamke, na ili hali ana imani, wallahi hakika tutampa maisha mazuri, wallahi hakika tutampa maisha mazuri. Angalia lugha Mwenyezi Mungu alivyoitumia, man amila salih, man yoyote. Hapa hakuna nini watu aina fulani, wa sehemu fulani, wa rangi fulani, wa kabila fulani, umri fulani, si umri, hakuna. Mwenyezi Mungu hachagui wala habagui, ni yoyote atakayefuata sheria zake na masharti yake atampatia. Haijafungwa basi mwazama fulani tu zimepita, zama hizi zimekwisha, wa nchi fulani nchini haipatikani. Man amila, kwenye lugha wajua, man ismu mausul bimaana al-umum, yaenea hili. Min dhakarin au untha, bado yazidi kueneza pia, lakini akakwambia nini? Wa huwa mu'min, hala kaunihi, hali ya kuwa ni muumini. Uwe ni una imani kisawasawa na wafanya mema, basi angalia kiapo Mwenyezi Mungu ameweka fala nuhyiyannahu, lam wanasema ni lamu ya kiapo. Mwenyezi Mungu yatia kiapo, wallahi qasam, kisha akaweka na msisitizo la nuhyiyannahu. Nunu wanasema ni ya nini? Pia kusisitiza kama kurudia, wallahi hakika tutamhuisha, wallahi hakika tutamhuisha hayatan tayyibatan, kisha kakutilia nakira sasa, yani maisha makubwa mazuri ambayo kwamba huwezi kuyasawirisha kwenye akili yako. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha, nani aweza kusema kwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kuvunja ahadi yake? Innahu la yukhliful mi'ad, Mungu akitoa ahadi ametoa, haivunji wala haibadilishi. Ameweka, wewe wataka njia ni hii, fuata, mimi nitakupatia malipo, siwezi kukukhalifu, siwezi kukudhulumu. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu, wallahi hakika tutamhuisha maisha mazuri. Uliza
historia, waangalie wema waliotangulia, maisha yao yalikuwa vipi, walikuwa wakisema nini, walikuwa waishi vipi. Na hayatan tayyiba Mungu ameiweka, sio lazima vile unavyofikiria wewe. Kila mwenye imani, kila mwenye kufanya mema, awe na gorofa, awe na gari, hayatan tayyiba Mungu mwenyewe ana siri yake bwana. Hayatan tayyiba ni moyo wako uwe na utulivu, nafsi yako iwe na raha, uwe nacho huna, wewe uko kwenye hayatan tayyiba. Waangalie wanaozungumza, mtu akwambia marrat ayyamuna fi khairi aishin wa ahna nahmadullah kullu qad balagh ma tamanna. Zimepita siku zetu katika maisha mazuri sana, tumepata kila tunachokitaka. Wengine akwambie law alima almuluk ma nahnu fihi fi al-layl la jaladuna alayhi bisuyuf. Lau wafalme wangejua ile starehe tulionayo katika qiyamul layl, tunapoamka kuzungumza na Mwenyezi Mungu, basi wangetamani wapate maisha kama hayo, na kama hawezi kuyapata mpaka watuue na watupige na mapanga yao, wangetupiga. Kwa sababu gani? Wao wafalme, lakini hawana starehe hiyo. Sisi hatuna kitu, lakini tunayo hiyo starehe. Hao ndio waja wema wanavyozungumza. Yani akiamka usiku kunong'ona na Mola wake peke yake, akwambia niko kwenye raha ambayo kwamba wafalme wenyewe hawana na wanaitamani. Bali wakafikia kiwango wakasema inna fil jannati inna fid dunya jannatan, duniani kuna pepo pia. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-ukhra, usipoingia hiyo pepo ya duniani na akhera pia uingie. Yani wako duniani lakini wako peponi, na si maneno yao bina, yani wameazua manini, ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliposema nini? Idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Kumbe kuna pepo ziko hapa duniani. Ukipita mahali watu wamekaa wamtaja Mwenyezi Mungu, Mtume akwambia hapo si duniani tena, hapo ni peponi. Nenda kakae na wao, na wewe ule katika matunda ya peponi. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Taipata hapo sasa. Kwa nini wakawa wako peponi? Kwa sababu wao wana imani na nyoyo zao zatulia wanapomtaja Mwenyezi Mungu. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Juu wanakutana bai, haitulizwi moyo, hautulizwi kwa kitu kingine chochote isipokuwa nini? Bi dhikrillah. Utatafuta utulivu wa moyo katika starehe zote, utatafuta utulivu wa moyo katika mambo yote, hutopata isipokuwa katika kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Turudi tena pale pale, yeye aliyeprogram binadamu ndio amesema hivyo. Sasa wewe binadamu, Mungu amekuumba na akakuweka ya kuwa huu moyo aliokuumba nao hautulii isipokuwa kwa kumtaja yeye. Wewe wautafutia nini kipumbazi kingine? Utapata kweli? Hukuumbwa hivyo, hajakuprogram hivyo, kwenye system yako hakuna. Wewe uchukua simu si ya sola, umeweka kwenye jua, atakaingia chaji, hujaambiwa ingizwa chaji hivyo. Hiyo chaji yake umeambiwa nini? Ni waya, utafute uweke ndio itaingia. Wataka kupiga bila credit na umeambiwa lazima mpaka weke nini? Kwa hivyo ile program Mungu aliyokuwekea kwenye moyo wako na nafsi yako, yeye ndo ameumba, na yeye ndo amekuwekea kuwa huu moyo hautotulia mpaka kwa utaja wangu. Sasa wewe ukihangaika mwenyewe ukatafuta utulivu kwingine, utakuwa ni wewe mwenyewe ukufuata mwelekezo wa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tumeona ya kuwa wale wema na mkubwa wao mwema wa wema wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema nini? Waju'ilat qurratu aini fi salah. Mimi Mtume anasema nimewekewa kitulizo cha jicho langu, kipumbazi changu kiko ndani ya swala. Akiswali yani ana raha hali ya juu sana, ana ladha anaipata ya ibada, ana utamu anaupata wa ibada, mpaka ikawa kana idha hazabahu amrun faza'a ila salah. Akipatikana taabu, dhiki, matatizo, mbio yakimbia wapi? Kwenye swala Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu pale ndo anapata raha yake, pale ndo ana relieve ile stress yake. Nasikia mtu bwana, mimi na stress mpaka nipate sijui nini ndio nitoe stress, mpaka nifanye nini? Mtume anasema mimi nikipata stress nakimbia wapi?
kwenye swala. Wengine swala ndo stress kwao, bimaana hatujajua leo uhakika wa nini, hatujajua uhakika wa utulivu wa moyo. Utaona wale wema waliomjua Mwenyezi Mungu, waliopata hii almaarifa tuliyosema alkhaswa na almahabbatul khaliswa, wao kipumbazi chao na utulivu wao wa moyo ni kila wakijiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo siri ya kwanza ya kufanikiwa, na ndio kubwa hiyo, kama unataka kufanikiwa, zidisha mafungamano yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jitahidi, vipi nitazidi kumjua Mwenyezi Mungu, vipi nitazidi kuwa karibu na yeye, vipi nitapata mahaba yake anipende. Mwenyezi Mungu akikupenda, Kiswahili chetu tunasema tandika ulale. Mungu akikupenda, tandika ulale. Anasema wa idha al-inayatu lahazatka uyunuha namfa al-makhawifu kulluhunna aman. Inaya ya Mwenyezi Mungu, jicho la Mwenyezi Mungu likawa la kuangalia wewe, basi wewe lala tu, hofu zote kwako ni amani. Huwezi kuogopa lolote, huwezi kumwogopa yoyote, huwezi kutishika na chochote. Uko na Mungu, nani atakwazidi na wewe? Lakini sasa kinyume chake, huna Mungu, utakuwa na nani ambaye atakuwa ni badali ya Mungu? Hadith Qudsi, Mungu mwenyewe asema, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, hajajikurubisha mja wangu kwa kitu ambacho kwamba nakipenda zaidi kama mambo ambayo kwamba nimemfaradhia. Ukitaka kitu ambacho Mungu amekipenda zaidi kwako wewe, ni utekeleze yale ambayo kwamba amekufaradhia. Wewe na swala uko vipi? Wewe na saumu uko vipi? Hizi ibada ambazo amekuwekea faradhi, hakuna kitu ambacho Mungu akipenda kwako wewe kama hicho. Kisha sema wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hatoacha kuendelea mja wangu kujikurubisha kwangu mimi kwa kufanya nini? Mambo ambayo sijamfaradhia ya ziada ya sunna, hata uhibbahu. Almahabbatul khalis inapatikana hapo. Unataka kupendwa na Mungu, fanya faradhi, ongeza na sunna. Mwenyezi Mungu asema ukiendelea kujikurubisha kwake na sunna, nitakupenda hata uhibbahu. Kisha kupendwa na Mungu nini? Hakukuachia hapo, akakueleza utapata nini. Fa idha ahbabtuhu, pindi nitakapompenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, mimi nitakuwa ni masikizi yake anayosikia nayo, mimi nitakuwa ni maoni yake anayoona nayo, mimi nitakuwa ni mkono wake anaotumia, mimi nitakuwa ni miguu yake anayotumia. Faida al-inaya, inaya ya Mwenyezi Mungu iko na wewe, hifadhi ya Mwenyezi Mungu, Mungu iko na wewe katika kila jambo lako, mpaka kuona Mungu anakuhifadhi, kusikia Mungu anakuhifadhi, ukitumia mikono yako Mungu anakutilia taufiki kwenye mambo yako, miguu ukitoka Mungu iko na wewe. Kuntu sam'ahu, na hii imetafsiriwa kwa tafsiri nyingi ulama, manake ni maana kubwa, atakuhifadhi usipatikane na maafa. Viungo hivi vako atavihifadhi visifanye maasi. Viungo hivi vako atavipatia power ambayo si ya kawaida. Wewe ukishikacho wewe kaburi taufiki yaenda mbele, unachokiangalia wakipata, unachokisikia wasikia namna nyingine. Kuntu sam'ahu, hadith Qudsi. Kisha akakuongezea sasa, wala insaalani, na akiniomba chochote, la u'tiyannahu, wallahi hakika nitampatia. Kuna watu wakiinua tu mikono, hawana haja ya visomo virefu, hawana haja ya ujanja, hawana haja ya mambo maajabu mengi. Wao ni mkono tu, mpaka wewe umwangalia, huyu bwana yofanya nini? Unafanya nini? Wala insaalani la utiyannahu. Kuna watu wakiinua mikono tu Mwenyezi Mungu yawasikiliza. Kuna sehemu ndugu zetu watuelezea wa Tana River, kama ustadhi anashaisikia, walikuwa waomba mvua sana, karibu wiki swali istisqa, waomba hawapati mvua. Mara wakamwona
mmoja katika wanaomtarajia ni mwema mbele ya Mwenyezi Mungu. Anayemjua mwema ni Mungu peke yake. Sisi twadhania mema, huyu kwa vile yuko msikitini tutamtarajia ni mwema. Basi wakamwona yopita na gari pale kwao, akasimamisha gari mjini. Shekhe, tuombe dua bana, sisi hatuna mvua hapa. Wiki nzima tuswali istisqa, tuomba dua, hatujapata mvua. Yule alinyosha mkono, ewe Mola, waja wako hawa wataka maji, onyeshe mvua. Waambiwa gari haijaondoka, mvua imeteremka. Sasa sema wewe, huyo ana nini na hawa wako vipi? Kuna watu inna lillahi ibada idha arada. Mungu anawaja wanalolitaka ndo Mungu huwafanyia. Na Mtume ndo amesema hii, wala insala ila utiana, ni hadith qudsi kwamba Mtume asema, Mungu ndo asema hivyo. Na katika hadithi nyingine Mtume mwenyewe asema, rubba ash'atha aghbara madfu'an bil abwab law aqsama ala Allah la barra. Mtume asema mfano mkubwa zaidi kushinda huu, asema waweza ukamwona mtu ana mavumbi, nyele ziko ovyo ovyo, lakini lau ataweka kiapo kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamfanyia. Huyo hata haombi yeye huweka kiapo. Sasa wallahi kutanyesha, Mwenyezi Mungu atanyesha mvua. Wallahi utapata kitu fulani, utapata. Na usiombe huyo mtu ukapita 18 zake akakuwa pisa, umeisha. Utatafuta umehusudiwa na nani, umerogwa na nani, ulipigwa dua. Mtu ambaye humtaraji kabisa ndo huyo. Basi lau aqsama ala Allah la barra. Ukumbuka kisa cha Sayyidina Saad bin Abi Waqqas, alipewa ugavana ama uongozi na Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Kule mji alioenda, yeye ni mcha Mungu, ni sahaba wa Mtume, akajitahidi kufanya uadilifu kiasi anachoweza. Lakini kama unavyoambiwa, ridha nasi ghayatun la tudrak, radhi za watu ni upeo ambao huwezi kuufikia. Inshallah wewe mbebe mtu begani hivi, umtoe kutoka msikitini mpaka nyumbani kwake, umeona nibeba hapa, alikuwa anataka kuniangusha njiani. Hatasema anibeba niheshimu, nitukuza, nisaidia, alikuwa anataka niangushe. Sayyidina Saad akafanya uadilifu wake alivyofanya, mara jamaa amemletea fitna kwa Sayyidina Umar. Bwana Saadi akiletewa ghanima ya dhulumu, sijui Saadi Baitul Mali sijui afanya hivi na hivi, sijui Saadi hivi. Saad akaitwa na Sayyidina Umar, tolewa safari aliyotoka mpaka Madina. Amirul Mu'minin akuitwa, hakuna dhulma kwenye uongozi wa Kiislamu, mbona ufanya hivi na hivi na hivi na hivi? Akamwambia Amirul Mu'minin, mimi nikisema utasema najitetea, na kuomba mfunga safari uje kwa wenyeji wote pale, ulize moja moja wananchi wale walioko chini yangu. Sayyidina Umar akatuma na mtu kwa niaba yake, akaenda kuuliza moja moja mpaka akapata ile uhakika wa ile taarifa, kumbe yule mtu mmoja amemzulia. Ilivyobainika kwamba amemzulia, Sayyidina Saad amwambia, si umenizulia urongo, umeniharibia jina, mimi nitakuombea dua. Ndio hao sasa wakiomba wapatiwa na Mwenyezi Mungu, na kuombea Mungu akupe umri mrefu. Huo umri mrefu sana pia si mzuri. Ardha lil umr, urudi paka uwe wewe sasa ni mzigo kwa watu, na kuombea umri mrefu, alafu uwe na ufukara sana, alafu ufedheheki mabarabarani. Angalia dua alizomuombea sana. Na wale walioshuhudia, wacha walioshuhudia, yeye mwenyewe aliombewa, yalipompata asema aswabatni da'watu Saad. Hii ni dua ya Saad tumepata. Ilikuwa ni mkongwe dhaifu, yaka mlangoni waomba msikitini, kila kuta saidie. Macho yake yakawa paka hayafunguki, lakini akikaa barabarani wasichana wakipita ainucha mboni aswa hivi. Waita ati kuona yaoni. Kisha mwenyewe yajiambia aswabatni da'watu Saad. Hii ni dua Saad tumepata. Hii ni dua ya Saad. Laana zake zile nimekwenda nikamsema nikapigwa laana. Kwa hivyo wala insalani la udhiana wala inistaadha bi la wahidhana. Mwenyezi Mungu asema, na huyu mja wangu ninayempenda akijilinda, akijikinga kutokana na mabaya, mimi nitamkinga, hapatikani na mabaya,
mimi nitamjibu ile dua yake, kiniambia nilinde na hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo siri ya kwanza na kubwa ni nini? Taazizu taalluqi billahi subhanahu wa ta'ala. Wewe waweza kuwa kama huyu, wewe waweza kuwa kama hawa tuliwataja. Fuata njia umepewa, na wewe utakuwa ni mtu ambaye kwamba umefanikiwa duniani na umefanikiwa akhera yako. Tamaliza mbili za mwisho, na naona wakati hauruhusu, lakini tumesema hapa, tumesisitiza zaidi kwa sababu ndio asli, ndio msingi. Itazaa hizi mbili zinazofuata. Baada ya kuwa taaluki yako ina nguvu na Mwenyezi Mungu, connection yako ina nguvu na Mwenyezi Mungu, wahakikishe una salama sadri, kifua chako kiwe safi kwa wenzako. Salamatu sadri ndio siri ya mtu kupendwa na Mwenyezi Mungu. Waona, turudi kule kule, ndio siri ya Mwenyezi Mungu kumpa mambo yake anayotaka, kwa sababu akiangalia, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Akiangalia kwenye moyo wako aona hakuna kitu na watu, umchuki yule, umhusudu huyu, umdharau huyu, wamuheshimu kila mtu, wamdhania mema kila mtu. Huyu mja wangu yaishi vizuri na enda kwa mazuri. Lakini Mwenyezi Mungu akiangalia kwenye moyo wako akaona mafundo mbalimbali, vinyongo mbalimbali, basi na wewe utaishi vile moyo wako ulivyo. Idha salahat salaha aljasadu kullu. Moyo ukiwa mzuri kila kitu kinakuwa kizuri, na moyo ukiwa mbaya kila kitu kinakuwa kibaya. Maana ya wale waliofaulu kufaulu ni kwa sababu nyoyo zao zilikuwa safi, nyoyo zao zilikuwa hazina mafundo, nyoyo zao zilikuwa hazina chuki, nyoyo zao walikuwa hazina hasad. Basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao wakawatengezea mambo yao, kwa sababu ndio mahali anapopaangalia. Maana Mungu kuangalia moyo wako ni kuwa wewe uko vipi. Pale ukisikia ana inna dhanni abdi bi, wanidhania vipi, moyo wako angalia. Basi vile unavyonidhania nitakufanyia. Na moyo katika itakayokusaidia moyo wako uwe safi ni kwamba kwenye moyo wako uweke ya kuwa kila kitu ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usikasirikie kadari ya Mwenyezi Mungu na kadhaa yake. Kila kitu ni nini? Naridhia, kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Moyo wako utakuwa safi. Mwenyezi Mungu ndo amegawanya, Mwenyezi Mungu ndo amefadhilisha, Mwenyezi Mungu ndo ameninyima, Mwenyezi Mungu ndo amenipa, Mwenyezi Mungu ndo amemtukuza yule, Mwenyezi Mungu ndo amemdhalilisha yule. Kwa hivyo moyo wangu uko safi kwa sababu siwezi kuingilia kazi ya Mungu. Alladhi li ghairik la yasil ilaik walladhi qusim lak hasilun ladaik. Ufupi ni huo, cha mwingine ukipati wewe na chako lazima utakipata. Moyo wako utatulia. La yakthuru hamu ma qaddar yakun. Usifanye hamu nyingi, yale yalopangwa na Mungu ndio atakayokuwa. Lau walim wa kayf qawlu dhil hamaq ya'taridh ala Allah alladhi khalaq. Ile kusema lau ningefanya hivi mimi nisingekuwa hivi. Lau kayf, vipi, kwa nini? Ni qawlu dhil hamaq, ni mtu ambaye kwamba hamjui Mungu ndio yasema hivi. Yua muingilia Mungu kwenye kazi yake ambaye yeye mwenyewe ndio Mungu ameumba. Mwenyezi Mungu la yusalu amma yafalu, haulizwi anachokifanya, ufanya anachotaka. Kwa hivyo wewe ni kufanya nini? Ni kusarenda kwake. Maana Muslim ni nini? Istislam, kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jihakikishe kwenye moyo wako uko safi. Kisha la tatu ambalo kwamba litakusaidia ni hubbul khair lil khair. Upendelee mazuri wengine. Hii ni siri kubwa nawapatia. Ukimuona mtu yoyote amefanikiwa, ameendelea, amepata, amefungukiwa, mpeleleze vizuri yule anapenda na wenzake wapate kama yeye. Mpeleleze vizuri yule yuko tayari wengine wapate hata zaidi yake, wafanikiwe zaidi yake. Ndio Mungu naye atakupa mazuri. Na ukimwona mtu wala hutomuona atakayefanikiwa kwa kupenda wengine waharibikiwe, hafanikiwi. Na hata akifanikiwa kwa muda mfupi, basi hasara inakuja karibuni. Huwezi wewe kupanda kwa kumshukisha mwingine, wala huwezi kujijenga kwa kumvunja mwingine.
Ukitaka kufanikiwa, mpendelee mwingine mazuri, utaona mazuri yanakujia wewe bila ya kuyapanga, bila kuyatafuta. Angalia mfano mdogo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia nini? Mtu yoyote daa li akhihi, atamwombea mwenzake an dhahri alghaib, ile hali mwenzake hayuko, wewe umekaa kando peke yako nyumbani, usiku wa manane umeinuka, ukuinuka kumfanyia uchawi wala kumlaani, umeinuka umwombee khairi mwenzako. Ya Rabbi, fulani ni mgonjwa, mpe afya, fulani hana kazi, msaidie, fulani ni fukara, mfungulie kwenye maisha yake. Wapata nini wewe? Ule moyo wako tu kwa ni mzuri, wapendelea watu, tayari wewe ushapata. Kwa nini? Wakala Allahu lahu malaka, Mungu anakuletea malaika pale unapoomba dua, malaika yuko na wewe. Malaika asema nini? Amin walaka bimithli, ewe Mola mjibu dua yake huyo na wewe upate mfano wake. Umeona? Umeweka tu roho safi kwamba wataka mwingine apate mazuri, wewe tayari ushapata. Tena ajabu ni kuwa ile dua yako imekuwa makbul kwa sababu tu umempendelea mwenzako khair. Leo ungejiombea mwenyewe direct, si rahisi kupata. Dua yaweza kujibiwa ama haijibiwi, lakini da'watul mar'i ya akhihi an dhahri al-ghaib mustajab. Dua yako ikawa na kabul kwa sababu wapendelea khair wenzako. Malaika aje amwambie Mungu mjibu, na malaika akisema amin, dua ishapita hiyo. Lakini lao ungeomba mwenyewe tu, Mola nipe kazi, Mola nipe afya, Mola nitengeze mambo yangu, yaweze kajibiwa, yaweze sijibiwe kulingana na wewe ulivyo. Lakini angalia ile siri uliyoitumia ya kufanya nini, kwamba wapenda mwenzako wapate mazuri, Mungu atakujalia dua yako ikawa kabuli. Kwa hivyo siri ni hiyo, ukiwa moyo wako wamtakia mwenzako kheri, watakia watu mazuri, hununiki wala huudhiki. Ukiona mtu amefungukiwa, unaona mtu amejenga, mashaallah, Mwenyezi Mungu amzidishie, ukatazwi na mimi anipe kama yeye, hiyo ukatazwi. Fulani ana gari, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ambarikie, amzidishie na mimi anipe kama yeye, hiyo ukatazwi. Lakini Mungu amuondolee, Mungu amfilisishe, Mungu amvunde, hata kama mimi sitopata. Wewe na mafanikio baina al-mashriq wal maghrib, hakuna siku utafungukiwa wala utafanikiwa, bali hata ukipendelea watoto wa wenzako khairi, Mungu huwaletea khairi watoto wako. Na utasoma kwenye vitabu kina Taalim na vinginevyo, wasema kwa nini mtoto wa mwalimu mara nyingi na yeye hupata elimu pia? Kwa sababu yule mwalimu asomesha wanafunzi kwa roho safi, kwa ikhlasi, kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na kuwapendelea mazuri kwamba wapate elimu, basi na wake hawapotei. Nia, muhimu ni nia, sio muhimu ni kusomesha tu. Muhimu ni ile nia. Kwa nia gani? Kwa roho safi, watamani lao awe kama wewe na kushinde wewe kwa elimu, basi na watoto wako watapata elimu. Hili ndio jambo la tatu na muhimu sana, kwa sababu utaona kwenye hadithi nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam asisitiza hivyo. Utaona kwamba nini? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Mungu atamsaidia mja madamu yule mja amsaidia mwenzake. Wewe waenda mbio kwa mambo ya watu na Mungu akuendea mbio mambo yako. Wewe wataka kutengeneza mambo ya watu na Mungu anakutengenezea wewe mambo yako. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba atapendelea kheri wenzake, Mungu na yeye humfanyia kheri. Mungu na yeye humtengezea mambo yake. Mungu na yeye humsimamia yeye, kwa sababu Mungu yupenda mwenye kunufaisha waja wake. Ukitaka Mungu akupende, ukitaka Mungu akupatie, fanya vile ambavyo kwamba wewe wataka kwa waja wake. Lile utakalomfanyia mja wake ndio Mungu atakufanyia wewe. Ukiwa wewe daima, na mifano iko mingi, hatuwezi kuitaja yote, lakini wewe mwenyewe tu chukua hiki kipimo, niambie mtu gani kwenye mji wowote ama mtaa wowote ama nchi yoyote, yeye kazi yake kubwa ni kuendea mbio mayatima, ni kuendea mbio wagonjwa, ni kuendea mbio maskini, ni kuendea mbio ndugu zake, ni kuendea mbio familia yake, kisha yeye akawa na maisha mabaya? Niambie ni nani? Hakuna. Lakini waweza mtu ambaye kwamba yajiendea mbio nafsi yake, ni mbinafsi, ni yeye, ukamwona bado tuhafungukiwi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mbinafsi. Mimi muhimu ni mimi nishapata, mimi nishafanikiwa, kwisha. Hana haja na hata jirani, hata familia, hata nani. Basi huo amefuata njia ambayo kwamba ni ngumu sana ya kuenda kufika kwenye mafanikio.
Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siri za mafanikio ni hizi. Ya kwanza, jenga mafungamano yako yawe na nguvu sana na Mola wako, kiasi cha kuwa wewe kila kitu wamuona Mungu mbele yako, huwezi kuishi na matatizo. Angalia yule anayepata, Mwenyezi Mungu asema wama asabakum min musibatin, sio? Mwenyezi Mungu asema utapata labda msiba, lakini wama yu'min billahi yahdi qalba. Kwenye aya hiyo hiyo moja, hata akipata msiba, madamu mafungamano yake yana nguvu na Mwenyezi Mungu, Mungu asema nitamuongoza moyo wake, atakuwa na utulivu, atajua atakuwa kwa Mungu, atakuwa na subra, itakuwa ule msiba kwake ni neema, yopanda daraja, yopata thawabu, bali awe ni guarantee yake ya kuingia peponi kwa sababu ya ule msiba. Kwa sababu gani? Mafungamano yake yana nguvu. Lakini yule ambaye hana mafungamano na Mwenyezi Mungu, akipata msiba kwake ni madhambi, akipata neema kwake ni madhambi, bali huenda yule ambaye kwamba yuko mbali na Mungu, kupewa neema na Mungu ni istidraj. Mungu yampeleka kwenye maangamivu kwa jiko kupitia neema. Hebu angalia tofauti. Tofauti ni mafungamano tu na Mungu. Huyu ana mafungamano na Mungu, kila anachokipata kwake ni nini? Ni plus, ni plus. Yule hana mafungamano na Mungu, kila anachokipata ni minus. Hata kama kwa sura yaonekana ni neema, ni kheri, ni mali. Siri iko kwenye hapo. Tengeneza alaka yako na Mungu. Pili, safisha moyo wako, kifua chako kiwe kepesi kwa waja wa Mwenyezi Mungu. Samehe, pendana na wenzako, swafiana roho na wenzako, utaona mambo mazuri na wewe wayapata pia. Na ya tatu, jaribu kunufaisha mtu hata kama ni kwa mchache, hata kama ni kwa fikra, hata kama ni kwa maoni, hata kama ni kwa dua, hata kama ni kwa kichache Mungu aliyokuruzuku, lakini muoneshe Mungu, na mimi nampendelea khairi mwenzangu, natumia hii khairi kumfanyia mwenzangu ili na mimi nitengezee yangu. Utaona wewe utafanikiwa, utafungukiwa, utapata mafanikio ya duniani na si ya duniani peke yake, mpaka ya akhera. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufanikiwa. Mwenyezi Mungu atujalie sote ni minal muflihin, minan najihin. Atujalie ni wenye kuishi hayatan tayyiba katika hii dunia, na tukienda mbele yake tupate malipo mazuri. Atujalie ni wenye kusikia mazuri na kuyafuata, na wenye kusikia mabaya na kuepuka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.